Kwa mabasi mengi yako mkoani na yako njiani yanarejea. Pili, maana watu wanaweza wakaona hivyo, mbona magari hamna? Watu hapa wanahudumia, wengine wako nje na tunaendelea na majukumu yetu kama kawaida. Nipo hapa kwenye kituo cha Magufuli Dar es Salaam kuzungumza na mwenyekiti wa mawakala katika kituo hichi kulingana na hali halisi ambayo inaendelea hapa baada ya siku ya jana kuwa na sherehe za uhuru ambazo kila mmoja alisherekea akiwa nyumbani. Je, leo shughuli zimeendelea kama kawaida? Naam, tumeona siku ya jana ilikuwa ni siku ya sherehe za uhuru. Kwanza kwa upande wako, sherehe ya uhuru ulisherekeaje siku ya jana? Kubwa zaidi ni kuishukuru serikali. Tumeshukuru serikali kwa mara ya kwanza kabisa na yenye baraka nzuri kabisa ni kula sikukuu na familia. Yes, tumekula sikukuu tukiwa na familia, tena ukizingatia ni sikukuu ya kiserikali, sikukuu ya uhuru kutimiza miaka kadhaa kwa mujibu wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini furaha yangu kubwa ni kuona kila ambacho kilikuwa kinataka kunawiri hakikuwepo. Yaani kwa wale ambao walitamani kufanya lile jambo halikuwepo. Na pia tulishukuru sana jeshi la polisi kwa namna ambavyo shughuli zao walivyozifanya. Jeshi la polisi na taasisi nyingine, vyombo vingine vya serikali kwa maana ya majeshi yote yamefanya kazi kubwa sana siku ya jana. Kwa bahati nzuri sisi sio wale ambao tulilala ndani. Sisi ni wale ambao tulikuwa katika mihangaiko. Tumehangaika siku ya jana na ulikuwa ukikutana na askari, unahojiana nao, unaonyesha kitambulisho kama unacho, unaendelea na majukumu yako. Kiukweli jana kulikuwa na starehe kubwa sana ambayo sijawahi kuiona Dar es Salaam. Sawa. Utulivu kubwa sana. Ilikuwa ni siku ya utulivu, siku nzuri kusherekea uhuru ambao umeasisiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wewe ni mwenyekiti wa makarani hapa katika stendi ya mabasi ya Magufuli. Baada ya siku ya jana, leo zoezi liko vipi la wananchi wamerejea katika shughuli zao za kawaida, na vipi hali ya usafiri nyakati za asubuhi? Sikukuu tumekula siku moja, ilikuwa ni jana tarehe 9. Leo tarehe 10 watu tumerudi kwenye majukumu kama kawaida. Na hakuna aliyelala. Hakuna aliyelala, majukumu yetu yanakuja. Kama unavyoona hizi gari hapa sasa hivi, gari zetu huwa zinakuwa zinalala yadi. Kwa hiyo zile gari ambazo zilikuwa na timetable ya kuondoka leo zitaondoka leo. Lakini magari mengi sana hapa katikati yalienda mkoani kwa sababu abiria walikuwa wako wengi sana. Kwa hiyo gari nyingi ziko mkoani, ndio ziko njiani zinarudi Dar es Salaam. Kwa hiyo mtu anaweza akaona hivi akaingiwa na hofu akasema labda magari yamekimbia. Hapana. Magari mengi tuliyapeleka mkoani kuanzia zile tarehe za mwanzoni mwezi wa 11. Gari zilikuwa zinatoka 3 2 2 4 na kuendelea. Siku ya Jumapili ndo zilitoka gari nyingi kuliko, kwa sababu abiria walikuwa ni wengi. Unajua ni kipindi cha likizo pia na sikukuu hizo za Christmas pamoja na kusherekea mwaka mpya. Kwa mabasi mengi yako mkoani na yako njiani yanarejea. Kwa hiyo kuanzia mchana basi nyingi zitakuwa zimeshawasili. Maana watu wanaweza wakaona hivyo, mbona magari hamna? Watu hapa wanahudumia, wengine wako nje na tunaendelea na majukumu yetu kama kawaida. Ni kipindi tunaelekea kwenye kipindi cha sikukuu. Sikukuu kubwa ilikuwa siku ya uhuru. Sasa tunaelekea kwenye sikukuu ya Christmas and then tunakwenda kwenye mwaka mpya na Pasaka. Tunaangalia hapa kwenye Christmas na mwaka mpya. Mmejiandaje kama mwenyekiti wa makarani kuhakikisha kwamba mnakwenda kuwahudumia wasafiri kwenye kiwango cha hali ya juu zaidi na kuona kwamba ile sintofahamu ya abiria kulala stendi inapungua ama inatoweka kabisa? Bahati nzuri chama cha mawakala na makarani tunashirikiana na baadhi ya taasisi za kiserikali wakiwemo LATRA, jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ambavyo viko hapa kwa niaba yao. Ukiona abiria amepata changamoto ya namna hiyo, hizi changamoto huwa zipo tu kiubinadamu. Kuna wakati kama kiongozi inaweza ikatokea mtu kapata changamoto, wewe haupo katika eneo, lakini wako watu wa LATRA wanaweza kukusaidia. Watanipigia simu, watafanya na nini na vitu vingine. Lakini tunajipanga zaidi kipindi hicho cha sikukuu cha Christmas pamoja na mwaka mpya, kujipanga vizuri zaidi ili kuona namna gani abiria tunaweza tukawahudumia. Moja ni kuomba pia kwa wamiliki wetu wa mabasi, kipindi hichi ambacho kitakuwa ni cha sikukuu, kama abiria watakuwa wengi, basi ni kuomba magari yaendelee kufanya nini, kuongezeka ili kupunguza ile adha. Lakini pia uliona juzi LATRA walitoa vibali maalum ili watu waje wachukue waweze kufanyaje magari kuweza kutoa kupunguza ile adha ya abiria ambao walikuwa wengi zaidi.
Kwa tunaamini ikifika kwenye sikukuu hizo mambo yatakuwa vizuri zaidi. Wito wako kwa abiria ambao wanajiandaa kwenda majumbani kwao mikoani kwa ajili ya kusherehekea Christmas na mwaka mpya? Tuhakikishe tu tunakula kwa sikukuu zetu kwa maadili. Maadili ndio kila kitu. Ili uwe na maadili ndio unaweza ukajiongoza kwenye maisha yetu. Sio nikisema hivyo naeleweka? Yaani maadili ndio kila kitu, sio sikukuu tu. Maadili, ukiwa na maadili ukamfundisha mtoto wako maadili, hiyo sikukuu atakula kwa maadili. Usipomfundisha maadili, siku ya sikukuu mtoto atapituka maadili. Ndio wale watatoka wao, wataona badala ya kwenda kusherehekea wataenda kufanya mambo ya anasa, watatoka wataenda kufanya, mwisho wa siku ataingia kwenye adha ya kuiba na nini, atachoma moto na maisha mengine nene. Tusherekee sikukuu zetu, tuwafundishe watoto wetu maadili ili tuweze kufika. Na jingine zaidi ni kuendelea kuiomba serikali. Kwa kuwa siku ya jana tulikula kwa starehe, ninaamini hata sikukuu hizo za mbele pia zinazofuata serikali itatujengea miundombinu mizuri zaidi ya kula sikukuu kwa furaha kama ile.